Mshangilie tena Bwana kwa makofi. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nitaka kusahau. Jamani, Pastor Melek amepata msiba, mke wake amefariki. Kwa alinipigia simu kwa tumuombee. Yupo kwenye huduma Arusha, lakini anategemea Jumatatu. Akimaliza huduma Jumapili, Jumatatu ataanza safari ya kwenda Kongo. Amen. Amen. Kwa hiyo tumkumbuke kwenye maombi, lakini pia tunaweza tukafanya kitu chochote. Ni msiba, alituhudumia, tulibarikiwa, si ndio? Kwa hiyo kama tulibarikiwa, tukafurahi, tukapona, zinapofika na zile saa zingine, basi lazima pia tulie na wale ambao wanalia. Kwa Mama Eva amefariki, tumkumbuke kwenye maombi. Amen. Basi tukakaa. Leo tulisema katika maombi ya siku 21 pia tulisema tutaomba kwa ajili ya eneo la uchumi au kumiliki. Lakini mimi huwa ninaamini hivi, ninaamini issue sio kuomba tu. Ninaamini maarifa ya neno la Mungu kwa mtu yanampa namna nzuri ya kuomba, lakini inampa kuelewa upana na aina ya vita ambao anayo. Kwa tunachoenda kujifunza leo ni vita ya kumiliki kwenye eneo la uchumi. Vita ya kumiliki kwenye eneo la uchumi. Mtu yoyote anayetaka amiliki kwenye eneo la uchumi, au anayetaka kuwa na mali, anayetaka kuwa na fedha, ambaye anataka kutembea katika aina ya maisha ambayo atakuwa na vitu vilivyo vya thamani, ni lazima aelewe kwamba kumiliki kwenye eneo la uchumi kuna vita. Kwa sababu vyote ambavyo unataka kuvumiliki, Mungu alishaweka duniani tayari vipo. Manake kama ni madini, Mungu alishayaweka. Kama ni ardhi, Mungu tayari alishaumba, ipo hapa duniani. Manake kumiliki hivyo, manake lazima ufanye vita na ushinde. Na kwa nini tunafanya vita ya kumiliki? Tunafanya vita kwenye eneo la kumiliki uchumi ni kwa sababu hii dunia unayoiona tuliopo, tunayoishi, mtawala wa hii dunia ni Shetani. Maana yake ukisema ninataka kumiliki, au ninataka kuwa na mali, au ninataka kuwa na fedha, ninataka kuwa na uchumi mzuri, maana yake umemwambia Shetani, ninataka nikunyang'anye vile ambavyo upo navyo. Kwa kile kitendo cha kutaka, maana yake unataka ufanye vita na Shetani ili uweze kumnyang'anya, na ufanye vita na wale mawakala wake, ufanye vita na kuzimu. Maana yake hiyo tayari ni kwenye ulimwengu wa roho, inageuka kuwa vita kwa sababu vipo mikononi mwa adui. Amen. Kwa hiyo jambo la kwanza, kabla haujaomba maombi ya kumiliki, elewa kwamba hii dunia tunayoishi au ulimwengu ambao sisi tunauishi, pamoja na kwamba tumeokoka, elewa kwamba upo mikononi mwa adui au upo mikononi mwa Shetani. Ndio maana ukisoma kitabu cha Wakorinto wa pili ile sura ya 4 na mstari wa 4, utaona Biblia inasema hivi, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasioamini. Manake kumbe duniani kuna Mungu anayeitwa Mungu wa dunia hii ambaye ni Shetani. Anasema amepofusha fikra zao wasioamini, isiwazukie nuru ya Injili, utukufu wake Kristo aliye sura ya Mungu. Manake kinachozungumzwa hapa ni ushahidi ya kwamba dunia hii ina Mungu,
maana yake dunia hii inamtawala. Kama inamtawala hii dunia, maana yake ni kwamba huyu mtawala kuna vitu anavimiliki, vipo ndani ya himaya yake au vipo chini ya himaya yake. Lakini ukumbuke hivi, mwanzo, kabla ya dhambi, hii dunia yote ilitiishwa na mwanadamu. Baada ya dhambi, maana yake hii dunia yote ikawa chini ya Shetani. Maana yake akaimarisha utawala wake, akaimarisha, kama ni mali, kama ni fedha, kama ni ardhi na vitu vyote aliimarisha kuhakikisha kwamba vinakuwa mikononi mwake. Maana yake Yesu mwenyewe anapokuja duniani, tayari Shetani alikuwa anatawala na kuimiliki dunia. Na ndio maana hata ukisoma Biblia utagundua kwamba kuna wakati ambao Shetani alimwonyesha Yesu miliki zote za ulimwengu, alafu akamwambia hivi, ukinisujudia au ukiniabudu nitakupa hivi vyote nilivyokuonyesha. Maana yake kama ni madini alimwonyesha, kama ni dhahabu alimwonyesha, kama ni fedha, na kila kitu alimwonyesha, kwa sharti moja tu, kwamba ukinisujudia nitakupa. Sasa kwenye dunia ambao tunaishi leo, au kwenye ulimwengu ambao tunaishi leo, na ndio maana kuna watu ambao unajua kabisa walienda kwenye upande wa pili wa ulimwengu wa giza, na waliporudi wakaonekana kama ni watu waliofanikiwa au wamepata hizo mali kwa sababu wamesujudia, kwa sababu wamekubali kwamba watamwabudu Shetani, wamekubali kwamba watamtumikia Shetani kwenye maisha yao. Kwa hiyo kwenye vita ya kumiliki kwenye eneo la uchumi, lazima ujue hivi ya kwamba kile unachokitaka kipo mikononi mwa Mungu wa dunia hii. Kwa hiyo sio jambo ambalo litakuwa rahisi kwako kumiliki kama hauna maombi. Sio kwamba itakuwa rahisi kumiliki kama humwamini Mungu. Manake ili umiliki lazima ufanye vita na Mungu wa dunia hii, umshinde. Ukiisha mshinda, manake utaanza kuona ile neema ya kumiliki na kupata vitu inakuwepo kwenye maisha yako. Amen. Ukisoma Yohana wa kwanza ile sura ya 5 mstari wa 19, Biblia inasema twajua ya kuwa sisi tu wa Mungu, na dunia yote pia ukaa katika yule mwovu. Maana yake ni hivi, sisi tuliokoka ni wa Mungu, lakini hii dunia yote unayoiona maana yake imekaa ndani ya nani? Ya mwovu. Mwovu anayezungumziwa ni Shetani. Mwovu anayezungumziwa ni yule ambaye anatawala na kumiliki kwenye ulimwengu wa giza. Ndio anasema twajua sisi ndo ambao ni wa Mungu, lakini hii dunia manake imekaa katika yule mwovu. Manake kuna mwovu anayemiliki na kutawala, kuna mwovu ambaye amekamata vile ambavyo watu wanatamani wavipate, ameviweka mikononi mwake. Sasa anasema hii dunia yote inakaa kwa yule mwovu, lakini sisi ni wa Mungu. Lakini ukumbuke dunia imekaa kwa mwovu, pamoja na kwamba hakuwa ni wa Mungu. Nimekupa mfano huu. Hii dunia imekaa kwa mwovu ni kwa sababu tulipoteza nafasi kwenye bustani ya Edeni. Sasa baada ya kuipoteza nafasi, manake Shetani akachukua ile nafasi ya kutawala pale aliposema na tuumbe mtu kwa mfano wetu, akatawale samaki wa baharini na ndege wa angani. Manake hii nafasi ya utawala pale ilipopotea, kila kitu ambacho Mungu alitaka tukitawale, manake Shetani akakikalia. Alafu baada ya kukikalia, Shetani huvitumia vitu hivyo kama silaha kuhakikisha ya kwamba watu wote waliopo duniani wananyenyekea chini ya mamlaka yake ya giza. Nimekupa mfano wa Yesu. Fungua kile kitabu cha Luka sura ya 5 na mstari ule, sura ya 4 tutasoma mstari wa 5 mpaka wa 7.
Biblia inasema kisha Ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake, na mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa kwa mguu wako katika jiwe. Mstari wa 7, Biblia inasema Yesu akamjibu akamwambia tena, imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Twende mstari wa 8. Nataka kuanzia mstari wa 8. Biblia inasema kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno, alafu mbele Biblia inasema hivi, akamwonyesha miliki zote za ulimwengu na fahari yake. Sema akamwonyesha miliki zote za ulimwengu na fahari yake. Maana yake alimwonyesha miliki zote, kwa maana vitu vyote ulimwenguni akamwonyesha Yesu baada ya kumpandisha kwenye mlima. Maana yake alichokuwa anakifanya shetani, anamtamanisha kwamba umeona, angalia dhahabu, angalia bahari pale, angalia kuna milima mizuri, angalia kuna almasi, angalia kuna tanzanite, angalia kuna madini ya aina mbalimbali, manake na fahari yake. Manake akamwonyesha na namna ambavyo akisha vipata hivyo vitu atakuwa mtu aina gani duniani. Ndio maana anasema na fahari yake, manake alimwonyesha zile miliki na faida ya kumiliki hivyo vitu. Sasa nimekwambia chochote we kama unataka kumiliki, elewa moja kwa moja unaingia kwenye vita ya kunyang'anya vilivyo mikononi mwa shetani. Maana yake ni kwamba wewe sio wa kwanza kutamanishwa fahari za ulimwengu. Wewe sio wa kwanza kutamanishwa hizi fahari za dunia na vitu unavyoviona. Na ndio maana leo ukiangalia leo hata kwenye mitandao unakutana kuna watu wanapita wanakuambia jiunge Freemason upate mali, hakuna masharti. Wangapi wameona hayo? Maana yake huyo si kwamba watu wakienda hawapati. Nataka unielewe, sawa Kuna watu kweli wameenda na wamefanya nini? Wamepata. Tunaelewana? Amen. Lakini pia kuna watu ambao wametapeliwa, si ni mitandao? Lakini tunazungumza wale walioenda. Maana yake ni kawaida ya shetani kutaka kumfanya mwanadamu aone kana kwamba yeye ndiye ambaye aliviumba vyote ambavyo vinaonekana duniani. Sasa ndo ujue tunapoishi katika kizazi hiki, tunapoishi kwenye maisha haya ambao Mungu ametupa kuwepo katika nyakati hizi, lazima wale wa kwanza kuonyeshwa hizi fahari, wa kwanza kuonyeshwa hivi vitu alikuwa ni Yesu, kwa sababu alimuonyesha kwamba hizi ndizo fahari zilizopo duniani. Na Yesu manake alikuwa anamwambia, manake ni hivi unavyoviona vipo mikononi mwangu, ukivitaka nitakupa. Manake shetani alikuwa anamtamani, lakini kulikuwa na sharti. Akamwambia haya yote nitakupa ukianguka na kunisujudia. Sema haya yote nitakupa, ukianguka na kunisujudia. Manake jambo la kwanza ambalo tunaelewa mpaka anasema nitakupa, manake yapo mikononi mwake. Ndio maana anasema nitakupa. Manake kwenye hii dunia unapopambana katika maisha ya kumiliki, kuinuka, kujikwamua kiuchumi, usisahau ya kwamba pasipo neema ya Mungu hata unachokiwaza hakiwezekani. Usisahau ya kwamba pasipo maombi, pasipo nguvu ya kutosha, unachokiwaza hakitatokea. Sio kwa sababu hauna akili, sio kwa sababu hauna bidii. Bidii unaweza ukawa nayo, lakini pasipo neema ya Mungu, pasipo maombi, ndipo ambapo watu wanafanya vitu wanaishia njiani. Ndipo ambapo watu anapata hata bahati kubwa. Wengine wamekutana na watu hata anamsaidia mtaji,
lakini hawezi kwenda mbele, kwa sababu kwenye hii dunia, elewa, kuna mifumo ya rohoni ambayo lazima uishinde, na ndipo upate kumiliki au upate kutawala sawasawa na ambavyo Mungu amekusudia kwenye maisha yako. Na nataka nirudie hiki, kabla ya wewe kuokoka, kabla ya wewe kumfahamu Yesu, maana yake ni kwamba ulikuwa huna uwezo wa kupambana na vita zilizopo kwenye ulimwengu wa roho katika kitu chochote. Maana yake uokovu sasa ndio ufunguo wenyewe unaokusaidia wewe au unaokuwezesha wewe kuingia katika ulimwengu wa roho na kushindana au kuishindania baraka yako. Amen. Na ndio maana Biblia inasema nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui. Lakini ukumbuke Biblia inasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa nani? Wa Mungu. Manake kumbe uwezo ambao unazungumziwa kwamba umepewa uwezo, maana yake ni nguvu. Uwezo maana yake ni ile neema inayoachiliwa kwako, ambayo hapo mwanzo kabla ya kuokoka haukuwa nayo, lakini baada ya kuokoka maana yake unapewa uwezo wa kushindana vita ya aina yoyote, ikiwemo na vita ya kumiliki. Kwa sababu pale unaposema nataka nifanikiwe, maana yake umemwambia shetani, ninataka nipigane na wewe, nikunyang'anye yale yaliyo mikononi mwako. Sasa wengi tunapookoka tunaanza kurelax, kwa sababu mtu ameyaweka maisha yake katika hali ya kupona magonjwa tu, kwamba mimi nilikuwa natesa na magonjwa, kwa sababu nimepona ugonjwa uliokuwa unanitesa, basi sina haja tena ya maombi. Mwingine labda aliingia amekata tamaa, kwa sababu anaona tumaini la maisha limeisha fufuka, au anaona kwamba zile shida zimeondoka, haoni haja tena ya kujibidisha. Lakini kitendo cha kuokoka maana yake wewe umegeuka, umeisha kuwa adui wa upande wa pili au adui wa upande wa giza. Ndio maana ukisoma kitabu cha Waefeso ile sura ya 6 na ule mstari wa 12 utaona neno linasema, kwa maana kushindana kwetu sio juu ya damu na nyama. Sema kwa maana kushindana kwetu sio juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Nimekuambia hivi, kabla ya kuokoka ulikuwa hauna ufunguo wa kuingia kwenye ulimwengu wa roho na kupigana vita, lakini baada ya kuokoka maana yake umepewa ufunguo wa kushindana na falme na mamlaka, kushindana na wakuu wa giza, kushindana na majeshi ya pepo wabaya, lakini ni katika ulimwengu wa roho. Maana yake ni hivi, kumiliki kokote, kutawala kokote, kufanikiwa kokote kwenye maisha yako kunategemea namna ulivyo na uwezo wa kushindana kwenye ulimwengu wa roho, kwa sababu wote waliompokea aliwapa uwezo, maana yake aliwapa nguvu. Ile nguvu ambayo umepewa, maana yake hiyo ndiyo nguvu inayokupa wewe ukashindane kwenye ulimwengu wa roho, lakini unashindana na hizi falme, unashindana na hizi mamlaka, unashindana na wakuu wa giza, unashindana na majeshi ya pepo wabaya. Kwa hiyo kila unaposimama kwa habari ya uchumi wako, kila unaposimama kwa habari ya kumiliki kwako, elewa kwamba nimeingia kwenye vita kamili. Watu wengi waliookoka huwa wanafikiri mtu anafanikiwa kwa bidii tu, wanafikiri mtu anaenda mbele kwa sababu ana akili nyingi. Nataka nikwambie watu ambao hawajaokoka wapo serious sana kwenye maeneo ambayo yanahusu ulimwengu wa roho.
Na ndio maana kuna mtu anajenga kibanda, akimaliza kujenga analeta mganga wa kienyeji. Ni kwa sababu anajua kuna kanuni iliyo rohoni, nisipoanzia huko manake nitashindwa. Kuna mtu anafungua duka, lakini kabla hajaanza kufanya chochote, unakuta kuna vitu ambavyo anavifanya yeye, anaamini kwa upande wake ndio kitu ambacho kitamfanikisha. Lakini ni rahisi kwa mtu ambaye ameokoka, anaanza kitu chochote cha kiuchumi, hakuna cha maombi, hakuna cha kusema kwamba Mungu, ninaomba ufunike hii biashara, ninaomba Mungu ulinde mahali hapa, ninaomba Mungu uponye nisipate hasara bali nipate faida. Wengi huwa tunaanza kienyeji, lakini tunasahau kwamba kuna kanuni ya kushindana kwetu kwenye ulimwengu wa roho. Manake usiposhindana kwenye ulimwengu wa roho, kitu chochote hata kama kilikuwa kabisa kina uwezo wa kufanikiwa, utakuta hakitafanikiwa. Sio kwa sababu hauna akili, mpaka unaona kwamba natakiwa nifanye hiki, manake ndani yako kuna ufahamu, lakini ule ufahamu wako hautoshi. Kama ulimwengu wa roho utakuwa na nguvu, na kazi ya hizi falme na mamlaka ni kuzuia watoto wa Mungu wasifanikiwe au wasitendewe sawasawa na vile ambavyo Mungu amewakusudia kwenye maisha yao. Ukisoma kitabu cha Danieli ile sura ya 10 na mstari wa 13, Biblia inasema, lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi, sema lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi alinipinga siku 21. Manake kwa siku 21 malaika anapingwa na mkuu wa ufalme wa nini? Wa Uajemi. Sasa Uajemi hii ilikuwa ni sehemu katika taifa lingine. Manake kila mahali au kila sehemu kuna mkuu ambaye anafanya kazi kwenye ulimwengu wa roho. Manake kazi ya huyo mkuu anayefanya kazi kwenye ulimwengu wa roho ni kuhakikisha watoto wa Mungu hawapati baraka, ni kuhakikisha hata kama watoto wa Mungu wanafanya kazi hazifanikiwi, hata kama kuna vitu wanafanya havifanikiwi. Sasa usipoelewa ya kwamba kwenye ulimwengu wa roho kuna vitu vizuiavyo, maana yake ni kwamba kuna wakati utakuwa unashindwa na hauelewi sababu za kushindwa kwako. Kuna watu wengi yawezekana toka upo mdogo mwakuta wanafanya biashara, lakini hauoni kuna hatua ambazo wamezipiga. Kuna ushuhuda mmoja ambao niliwahi kusimuliwa. Mama mmoja, nafikiri kuwa ni Kigoma, akawa ni mama ambaye ameokoka. Sasa akawa na mama mwingine ambaye dagaa zao zinafanana, lakini yule mama akawa anauza dagaa anamaliza, alafu mwenzie hajauza hata kidogo. Ikabidi amuulize kwamba wewe mwenzangu, mbona unauza, unafanyaje? Akasema ni rahisi tu, nataka nikupeleke. Nipeleke. Akawa basi usiku saa fulani njoo. Yule mama akaenda. Alipoenda akampa mayai, wakasimama pembeni ya ziwa. Alipopasua lile yai, kuna namna lile ziwa likafunguka, afu akashuka mpaka kuzimu. Walipofika kule kuzimu yote ikashangilia kwamba tunashukuru, kwa kweli tunashukuru umetuletea huyu mtu. Akaanza kuonyeshwa, unaona haya mapepo, kuna mapepo hayana mikono kule. Ulipokuwa unakemea haya likatika mikono, mengine hayana macho, mengine hayana miguu. Wakamwambia sasa wewe unabaki huku. Alafu akamtuma yule mama mwingine, kamwambie mume wake kwamba huyu tumemfungia na hawezi kutoka. Kwa hiyo yule baba akaoa, kwa sababu mama amefungiwa wapi? Kuzimu. Sasa huyu mama, ambacho yawezekana alishindwa kujua, ya aidha hakuwa na maarifa ya rohoni kwamba kumiliki uchumi ni vita, au wakati mwingine ndo wale ambao wameokoka wanasahau, yani hawaombei kwenye eneo la uchumi. Wanaamini katika akili zao, wanaamini katika mawazo yao, wanaamini katika uwezo kwamba sisi tunaweza tukafanya, yani sisi peke yetu tunajitosheleza. Lakini nataka nikwambie, pasipo Mungu kuishinda mifumo ya kiuchumi sio
jambo rahisi. Kumiliki sio jambo rahisi pasipo Mungu. Ukishaokoka, ukishakuwa na maarifa yale ya rohoni, maana yake una kazi ya kuifumua mifumo ya giza ili isishike eneo lolote kwenye maisha yako. Amen. Ukiangalia hapa anazungumziwa Danieli kwamba toka siku ya kwanza alipopeleka maombi yake kwa Mungu, alipopeleka dua yake kwa Mungu, ile siku ya kwanza alipoenda kwa Mungu, Mungu alijibu siku ya kwanza, lakini kwa siku 21 kukawa na vita kuhakikisha majibu ya Danieli hayatokei. Swali la kujiuliza, je, Danieli angenyamaza kimya, yawezekana majibu asingepata. Manake yule malaika mpaka anakuja kutoa majibu kwa Danieli, alimkuta Danieli bado anaendelea kuomba. Manake Danieli aliendelea kuomba mpaka aone matokeo. Kwa lugha nyingine ni hivi, unaponyamaza kuomba, kama kuna malaika ametumwa alete majibu ya maisha yako wewe, alafu umeacha kuomba, manake ile vita kule atashindwa. Unanisikia? Manake nguvu yake inategemea na nguvu ya wewe ya maombi. Ili Mungu atume msaada, lazima kuwe na nguvu ya nini? Ya maombi. Labda tusome tena, sema lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi alinipinga siku 21. Bali tazama, huyo Mikaeli, mmoja wa hao wakuu wa mbele, akaja kunisaidia, nami nimemwacha huko pamoja na mfalme wa Uajemi. Manake yule malaika anapeleka majibu, Mikaeli bado anapigana na yule mfalme. Nanielewa? Usiombe tu majibu, muombee na mleta majibu. Nanielewa watu wa Mungu? Amen. Muombee na mleta majibu. Unaweza ukawa unalisubiri jambo, kumbe Mungu alisha kujibu zamani, alishatendaga zamani, lakini kumbe kuna vita huko kwamba kuhakikisha kwamba majibu hayakufikii. Sasa watu wengi wanafikiri kwamba nikiwa na akili, nikifanya hivi mambo yatatokea. Yaani nikifanya hivi, nikienda kushoto kulia. Yaani kwa mtu yoyote, labda niwaambie hivi, nani amewahi kuwa na wazo la biashara? Nyosha mkono. Alafu akaenda kulifanyia kazi. Umewahi kuwa na wazo na ukaenda kulifanyia kazi? Nyosha mkono. Kwa haya, nani ambaye alilifanyia wazo alafu akakuta zile hela zote alizokuwa na hesabu kwenye makaratasi hazijatokea? Nyosha mkono. Bwana asifiwe. Si unaziona hesabu zikiwa kwenye karatasi? Ingia uwanjani sasa, utaona. Uliweka pale, nitauza sambusa zangu kwa siku, nitauza sambusa za 6,000. Ndo kwanza unakutana na mchungaji, umemwambia kula 2, naye mwenyewe umempa tu, alafu unarudi nazo, unaanza kusema we nie leo atupiki. Haya, kuleni, si mnaziona hizi, msipoteze chakula. Kilikuwa ni chakula au tutanywea chai asubuhi, visingizio. Lakini kiukweli ilikuwa ni hela, unataka faida, si ndio? Amen. Kwenye makaratasi faida lutitu, ukiingia hata uelewe hasara umepatia wapi. Maana yake ni hivi, kwenye ulimwengu wa roho unapozungumzia uchumi, ni vita ya kiroho, sio kitu kirahisi kama watu ambavyo wanafikiri. Amen. Na ndio maana kuna wengine, yani pale alipopata akili, mimi ninataka kufanya jambo fulani, anashangaa mambo yameharibika, alichotaka kufanya kimeharibika, hakiwezekani. Mwingine anatokea magonjwa. Siku moja nikakaa na ndugu yangu Lawi pale, akaniambia mimi nataka kuwa na kiwanda cha tofali. Akanipa mawazo yake, nikaona ni mazuri, nikasema bwana, wewe unaenda kuwa tajiri. Baada ya muda, tumwachie Mungu, au unasemaje Lawi? Baada ya muda Lawi anakuja anasema, wewe ni ndugu yangu, ni ndugu yangu kabisa, ni ndugu yangu. Kiwanda cha tofali kimeyayuka. Lawi, uchumi ni vita nini ya kiroho. Kwa kuna muda sio kama unachokiwaza unaweza ukafanikiwa, yaani unachokiwaza ni sahihi, lakini kama usipoelewa ni vita, maana yake shetani anakuwahi kabla hujaanza. Mnaniona ninachowaambia? Amen. Sasa eneo la huyu tunazungumzia hilo, na ninyi kuna ya kwenu.
la huyu limeonekana, sio kwamba ni muovu. Yanapoonekana ili wengine tujifunze. Amen. Sio kwamba yanaonekana. Mungu anaweza kamweka mmoja awe mfano kwamba dhambi na hasara ya dhambi poje, ndo hiyo sasa. Unanielewa? Wewe fikiri tu, alikuja na mawazo mazuri. Baadaye ngoja niwaambie vita ya kiroho nyingine. Baadaye tukasema sasa, tukapanga mipango mizuri, ngoja tufuge kuku. Tukaanza kufuga, tukawalea kwa tabu. Unaona, ilianza kwenda moja moja. Unakumbuka bwana Lawi? Vita ya kiroho sio kwamba ni yani shetani hata akitaka maana na mimi nilipigwa vita kwamba huyu anataka kufuga kuku, amejisawe, anaona ana akili sana. Weka formula za chakula pale. Si hazikufa kwa ugonjwa, kwa nini? Ziliendaga tu. Ndio, la kwa sababu ni vita ya nini? Ya kiroho. Sasa kama hatutajifunza kuweka ulinzi kwenye mali zetu, kuweka ulinzi kwenye biashara, kuweka ulinzi kwenye vitu tunavyotaka kuvifanya kabla ya kuvifanya, maana yake ni kwamba mwisho wa siku tutakuwa tunaishia kwenye kushindwa. Ili tusishindwe, lazima uanze na kupigana vita kwanza. Una wazo la kufungua duka, anza kuliweka mikononi mwa Mungu. Amen. Kwamba Mungu nitangulie. Ukipata eneo la biashara na lile nalo litembelee, sema naita wateja waje. Yani we ita, yani imani, niwaambia imani ni kama tu, usipochanganyikiwa kidogo sidhani. Ukiwa mzima kabisa hivi unaanza kuwaza, yani mimi niombe niseme Mungu naita wateja, sinaweka tu bidhaa watakuja. Ila haina maana sasa upike mandazi ya mabichi hujakanda vizuri. Zingatia na ubora hata baada ya maombi. Ubora ni kitu cha lazima. Ni sasa Lawi anaenda kutoa tofali ya pembe tatu, alafu anaanza kusema Mungu leta wateja. Watoke wapi? Umesha kuona nyumba na tofali ya pembe tatu? Mnanielewa eh? Sasa kuna wengine ukiwafundisha maombi wanaacha ubora, wanaingia kwenye maombi. Hapa duniani kuna ubora, kwenye ulimwengu wa roho kuna nini? Kuna vita. Kwa lazima uelewe hicho. Sasa vita nimekuambia ya kumiliki siku zote, maana yake ni kwamba unachokitaka kipo mikononi mwa shetani. Na kuna watu ambao ukumbuke, kuna vitu vipo mikononi mwake na kuna vitu amevikabidhi mikononi mwa watu waovu ambao wamekubali kumsujudia. Kwa kuna mambo mawili tu duniani, aidha umnyang'anye shetani, sawa? Aidha uwanyang'anye walio waovu ambao wamekubali kumtumikia nani? Shetani. Ukisoma kitabu cha Ayubu ile sura ya 9 na ule mstari wa 24, Biblia inasema dunia imetiwa mikononi mwa waovu. Sema dunia imetiwa mikononi mwa waovu. Maana yake wale walio waovu wanaimiliki na kuitawala nini? Dunia. Unaweza ukajiuliza hivi, hata watu ambao wanasema hatuwezi tukatoa misaada labda bila kukubali ushoga kwenye nchi yako, wewe unafikiri ni wanadamu wa kawaida wale? Hapana. Yaani ni wanadamu wa kawaida? Hapana. Maana yake wale ni waovu ambao dunia imetiwa mikononi mwao. Sasa hivyo hivyo kwenye jamii, hivyo hivyo kwenye miji, hivyo hivyo kwenye kijiji, hivyo hivyo kwenye kata, kwenye mitaa, kuna waovu ambao dunia imekaa mikononi mwao. Maana yake kuna mali zimekaa mikononi mwao, kuna vitu vya thamani vimekaa kwenye mikono yao, kwa sababu dunia imewekwa mikononi mwa waovu. Kwa sababu Mungu wa dunia hii ni baba wa uovu, maana yake wale walio waovu huwa anawapa vile vitu vilivyo mikononi mwake. Ndio anasema dunia imetiwa mikononi mwa waovu. Ukisoma kitabu cha Ufunuo sura ya 18 na ule mstari wa 3, Biblia inasema kwa kuwa mataifa yote wamekunywa mvinyo wa ghadhabu ya uasherati. Sema kwa kuwa mataifa yote, kwa kuwa mataifa yote, kwa kuwa mataifa yote, wamekunywa mvinyo ya ghadhabu ya uasherati, ya ghadhabu ya uasherati wake, na wafalme wa nchi wamezini naye.
na wafanya biashara wa nchi wamepata mali kwa nguvu ya kiburi chake. Wamepata mali kwa nguvu ya kiburi chake. Wafanya biashara wa nchi, sawa, wamepata mali kwa nguvu ya kiburi chake. Hapa anazungumziwa shetani, kwamba kuna wafanyabiashara wa nchi au kuna wafanyabiashara wa duniani ambao wamepata mali kwa kiburi chake. Nimekwambia hii dunia mungu wake ni shetani, kama vile ambavyo alimwambia Yesu kwamba ukinisujudia nitakupa miliki za ulimwengu, na akamtazamisha. Na ndivyo hivyo shetani ambavyo hata leo bado anaendelea kuwaaminisha watu kwamba ana uwezo wa kuwatajirisha, bado anaendelea kuwaaminisha watu kwamba ana uwezo wa kuwapa vitu na wakainuka. Manake kama unataka ufanikiwe, lazima ujue ya kwamba unapambana na dunia iliyojaa uovu na inayomilikiwa na mwovu. Chochote ambacho unakitaka kwenye dunia, kama unataka ardhi, elewa kwamba hiyo ipo mikononi mwa nani? Mwa shetani. Unapotaka kuichukua unanyang'anya. Manake ni kwamba unaweza ukainunua lakini isikuzalishie. Mnaelewa nachokisema? Amen. Nimesema unaweza ukainunua lakini isikuzalishie. Umenunua ardhi, iombee. Umenunua nyumba, fanya nini? Iombee. Chochote ambacho unakiona kipo duniani, kinapokuja mikononi mwako au kabla hakijaja, anza kukiombea kwanza. Amen. Kuna watu ambao hata leo ameokoka, anaenda kupanga kwenye nyumba, anaingia tu kama mweu, hamna maombi, hamna nini, yani kama mweu tu. Wakati wale ambao hawajaokoka anaenda kupanga, utajua amekuja na rafiki yake, kumbe ameingia na mganga ndani. Hamjaona hao mlikopanga? Tumeona. Maana yake ni hivi, uanze kuelewa hivi, wana wa giza kuna wakati wanaweza kawazidi ninyi hekima. Hata akinunua uwanja bado mwingine anaenda kuchinja mbuzi. Lakini unajua kuna mahusiano gani ya kununua eneo na kwenda kuchinja mbuzi? Kuna mahusiano. Manake lazima uelewe, kwenye ulimwengu wa roho kuna kitu anajua kwamba ninaweza nikanunua, lakini watu wabaya wakaja hapa wakachawia, ukashangaa hamna uwezekano wa kujenga. Amen. Na ndio maana kuna watu, ngoja niwaambie, hebu niambieni, hela zinazokopoaga huko zinalipika kwa urahisi? Hapana. Unakopa hela ukafanya biashara, zinalipika kwa urahisi? Hapana. Mmewahi kujiuliza kwa nini? Usio kajua mtu anakupa bure. Mtu anakupa lakini amekinenea kwamba huyu hapa akichukua kisiende kufanya chochote. Sasa wewe akili sijui za nini niseme, za mlenda zile, yaani akili yako kama mlenda. Unajua mlenda ukiushika, sio? Unajua ninyi mnaokula mlenda, sisi wengine hatuwezi. Mlenda nauona kama kamasi, yaani nikiona napata shida tu. Lakini sasa wewe mwenye akili zile za mlenda zinavutika, unachukua tu hela, unaanza kuimba na mapambio tu, unaanza kuimba na mapambio, jina la Yesu. Unasahau kwamba ni mkopo, ni deni, au jaliombea halilipiki. Unafurahi kana kwamba umebarikiwa, kumbe mkopo. Mkopo sio baraka. Biblia imesema tutakopesha, hatutakopa. Kwa kiwango cha kwamba umebarikiwa, kopesha. Amen. Ukiona tunakopa, ile sio baraka. Kwa hiyo usije ukaifurahia sana. Wewe subiri muda wa matanga wa kwanza kulipo, utaelewa. Pale wanapokuja, wanapobeba makochi, wanapobeba vitu, tena wabaya sana wale kausha damu. Niliwaona siku moja wanabeba makochi, walikutana wawili wakaanza kugombania, wanagombania, mimi nachukua hii, mwingine amekaa huko, yaani mtiti. Sasa unafikiri hapo unamtangaza Yesu? Hapana. Hapana. Unamtangaza Yesu? Hapana. Lazima ufanye vita, umiliki, ukopeshe. Amen. Biblia si imesema tutakopesha? Imeshasema tutakopesha, lakini ili ukopeshe lazima ushinde vita. Amen. Lazima ushinde vita. Amen. Ndio maana anasema hivi, anasema na wafanyabiashara wa nchi wamepata mali kwa nguvu ya kiburi chake. Manake kuna watu, hata Biblia inatambua kwamba kuna watu wamepata mali lakini haijatokana na Mungu, imetokana na nani? Na shetani, kwa nguvu ya kiburi chake.
chochote unachotaka kukipata, tegemea kwamba kuna vita utakayopigana nayo ili wewe uweze kufanikiwa kwenye eneo la uchumi. Haujaweza kupigana vita, maana yake ni kwamba haujaweza kushinda. Sasa isije ikakutisha unaposikia kwamba shetani anamiliki mali, unaposikia kwamba mungu wa dunia hii ni shetani. Hilo lisikutishe. Biblia inasema hivi kwenye Isaya 45 mstari wa 3, sema nami nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa mahali pasiri. Sema nami nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa mahali pasiri, upate kujua ya kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, naam, Mungu wa Israeli. Manake kumbe shetani alichokifanya, alizificha hazina. Baada ya mwanadamu kukosea, akaficha zile mali, alafu mahali alipopaficha panaitwa ni mahali pasiri, kwa sababu ni kwa ulimwengu wa roho. Ni kwa sababu kwa macho ya nyama hauwezi ukaiona mali iliyofichwa mahali pasiri. Sasa anasema hivi, nami nitakupa nini? Anazungumza, nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa mahali pasiri, upate kujua ya kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, Mungu wa Israeli. Manake Mungu alichoahidi baada ya kuokoka, kwa sababu ulipoteza nafasi kwenye bustani ya Edeni, kwa sababu baba zetu walikosea, waanzilishi wa familia. Kwa hiyo tukazaliwa tukiwa tumepoteza vile vitu vya thamani. Sasa kwa sababu umefanyika kuwa mtoto wa Mungu, ndipo anaposema zile hazina za gizani zilizofichwa mahali pasiri, yeye anasema nitakupa. Maana yake uwezo wa kufanya vita na kuchukua vilivyo sirini vinategemea nguvu yetu ya kiroho. Amen. Usifanye biashara peke yako, wala usifanye kazi yoyote mwenyewe. Hakikisha unamwalika Mungu, alafu unasema, Bwana, wewe umesema hazina za gizani utanipa, mali zilizofichwa mahali pasiri wewe umesema utanipa. Unaanza kumwambia Mungu, ninaomba mali zilizo mahali pasiri. Utaanza kushangaa tu, kuna vitu ambavyo vinatokea katika namna ya mwilini, lakini ni kwa sababu umeshinda ile vita iliyo rohoni, ambayo ndiyo iliyobeba nguvu yenye asili ya kuzuia ya kwamba watu wasione fursa na wala wasione baraka yao kwenye maisha yao. Ukisoma kitabu cha Isaya 60, nitasoma mstari ule wa 5, alafu tutasoma mstari wa 6 mpaka 11. Kile kitabu cha Isaya ile sura ya 60 mstari wa 5, sema ndipo utakapoona na kutiwa nuru, na moyo wako utatetemeka, na moyo wako utatetemeka, na kukunjuka, kwa wingi wa bahari utageuzwa kukujia, utajiri wa mataifa utakuasilia au utakujia. Maana anasema utajiri wa mataifa utafanya nini? Utakujia. Kuna vitu ambavyo vimeshikwa na shetani, anasema utajiri wa mataifa, sio utajiri wa Mungu. Mnisikilize, ni utajiri wa nini? Wa mataifa. Maana kuna utajiri upo, lakini ni wa mataifa, ni wa watu wasio na Mungu wanao. Anasema huo utajiri utakujia. Amen. Lakini ili ukujie lazima ukumbuke, lazima ushindane, kama Paulo anavyosema, kushindana kwetu sio juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka na wakuu wa giza hili. Maana yake kuna wakuu wa giza ambao wamekamata kwenye eneo la utajiri, ambao wameshika mali za thamani, ambao wameshika vile vitu ambavyo vina faida kwa watu, vimeshikwa na hao, vimekamatwa na hao. Maana yake unahitaji neema ya Mungu, unahitaji nguvu ya maombi ili uweze kusababisha vikatokea kwenye maisha yako. Tatizo la watu wengi leo ni kwamba wanafikiri kuna mbadala wa maombi.
wanafikiri kuna mbadala wa neno, wanafikiri kuna namna wanaweza wakafanya ujanja wao wakafanikiwa. Lakini nataka nikwambie, mali unazozitaka, vitu unavyovitaka vipo mikononi mwa mataifa, au vipo mikononi mwa ulimwengu wa giza, ambayo inahitaji wewe ushinde. Maanake kuushinda ulimwengu wa giza ni kushinda kwa habari ya baraka yako. Amen. Maanake ukiacha kuomba kwa habari ya uchumi wako, kama Mungu abadilishe hali, maana yake ni kwamba umeisha shindwa vita, hata kama unaelekea kufanya biashara au kupata jambo kubwa. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tutasoma kuanzia tena mstari wa 6, ile Isaya 60. Tumesoma 60 mstari wa 5. Sasa hivi tunasoma Isaya 60 kuanzia mstari wa 6 mpaka wa 11. Amen. Tutasoma pamoja. Sema wingi wa ngamia utakufunika. Ngamia vijana wa Midiani na Efa wote watakuja kutoka Sheba. Wataleta dhahabu na uvumba na kuzitangaza sifa za Bwana. Makundi yote ya Kedari yatakusanyika kwako. Kondoo waume wa Nebayosi watakutumikia. Watapanda juu ya madhabahu yangu kwa kibali, nami nitaitukuza nyumba ya utukufu wangu. Ataitukuza nyumba ya utukufu wake. Kwenye Agano Jipya, nyumba ya utukufu wa Mungu ni sisi, ni miili yetu. Amen. Maanake anasema hiyo nyumba ataitukuza. Ataitukuzaje hiyo nyumba? Maanake itamiliki vitu vya thamani. Amen. Nataka nikwambie, wala umaskini usije ukadhani ndio kiroho. Usije ukaweka hilo kwenye akili yako. Usije ukajua kuwa na maombi ya kulialia ndiyo kiroho. Usije ukajua kutoa machozi, kuwa na uchungu, Mungu ndo hicho sio kiroho. Hizo ni tabu. Yaani ni kwamba ni hivi, jua na mwezi na nyota vimekuandama, hauna namna, lazima utoe nini? Machozi. Umeandamwa na dunia, ila sio kiroho. Amen. Sio nini? Nasema tena sio kiroho. Kwa hiyo ukamwona mtu analia kanisa, mwingine amepigwa na mume wake jana, kwa ana uchungu. Mwingine ameona message amechepuka. Mwingine kila akikagua anaona mume wake amechepuka. Akifika analiaga, wewe unasema yani yule mama ukifika amezama kidogo, hujui. Akikufungulia siri yake, kumbe sio kiroho. Tunapozungumza kufanya vita, muda wa kufanya vita hakuna swala la kulia. Nanielewa? Amen. Hakuna swala kwamba anasikia huzuni mimi, yani nasikia. Muda wa kufanya vita ni uchungu ambao unakuhitaji wewe ushambulie tu bila kurudi nyuma. Amen. Wewe unafanya vita unalia, Baba nataka kumiliki, yani mimi au shetani akikaa na kuangalia mpaka yeye mwenyewe anakuonea huruma huko, anakukandamiza. Sasa wewe ukionewa huruma na shetani umekwisha. Shetani hana huruma. Tukisema vita ya kumiliki, maana yake fanya vita kweli kweli. Usisikitike kwa hali yako ya sasa, usisikitike kwa hali yako ya baadaye. Kaza mwendo kwa ajili ya wakati ujao ili uweze kuishika baraka. Amen. Uweze kaenda vitani, yani hebu pata picha. Ile vita ya Kagera iliyotokea. Vipi wanajeshi ile siku anawaambia leo mnaenda kupigana na nduli Idi Amin. Wangeanza manake hao wanashindwa hata kabla hawajafika wapi? Vitani. Leo walokole wengi ni watu wa kulialia, kulalamika. Yaani malalamiko kwa Mungu hayaishi. Mungu nioni, mimi nipo hapa. Wewe mali zipo mikononi mwa nani? Mwa shetani. Mungu amekuona, ndio maana amekufanya kuwa mtoto na amekupa nguvu, amekupa mamlaka. Anaposema nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za adui, maana yake una mamlaka ya kusema shetani ninakunyang'anya, leta. Amen. Unaelewa ninachokuambia? Lakini hiyo ni level ya kiroho ambayo lazima ujinizamishe kuzama kwenye maombi na kuzama kwenye neno. Amen. Kuna wengine kweli ni wazuri kukemea. Nikisema tukemea hapa, yani tukemea niseme mtumishi. Yani sasa hivi ngoja niwaambieni.
Hivi unajua maombi sasa hivi ya kukemea karibia kila kanisa yamechangamka? Mnajua hilo? Matokeo yapoje? Niye msije ukajua kusema baba navunje maigizo. Fanya vita, acha ujinga. Unanisikia? Acha ujinga. Mambo ya kiroho sio mambo ya miemko. Amen. Yaani hapa watu katiana hamasa. Haya mtumishi, vunja. Unakuta mtu yupo kule, teke, ngumi. Nikaona moja hiyo, watu wote wameshika mapanga. Nakata ulimwengu wa roho. Mtakuja kufiekana bure. Wala sio nguvu ya kiasi hicho unachofikiri. Ni wewe kuelewa kama ninapigana vita. Tuache tu malalamiko. Tuache malalamiko, tuanze sasa kupigana na shetani, kwamba tumeamua kama tunashindana na ulimwengu wa nini? Wa giza. Sasa wewe ulimwengu wa giza unataka ushindane rohoni huko unatoa machozi. Unataka ushindane rohoni huko unahuzunika. Kama ikifika sehemu unajua ninalitetea hili jambo kwa maombi na una uhakika aliyefanya hilo jambo ni shetani, maana ndio mleta mabaya. Sasa unavolia unamlilia nani sasa? Unajua shetani okay, ngoja nikupe mfano mmoja. Siku moja mtu mmoja akawa anaomba, alafu wakati anaomba na mimi nimekaa, nikaanza kuwaza, hivi mimi ningekuwa mimi ni shetani, sawa ninamsikiliza yule anaomba, nikawaza, yani mimi ningekuwa shetani ningemwambiaje huyu? Kwa kweli siku zile nikawaza, nikasema ningekuwa mimi shetani ningetafuta leso, ningemwambia nyamaza baby, nyamaza, kwa sababu aina ya maombi, mimi shetani haniwezi, ana kitu kwangu, Yesu ni baba. Askari wa Kristo yaani shetani haniwezi, na hapo anakamua machozi, baadaye anarudi anamkemea tena. Mimi ningesema nyamaza, pole pole, afu namkandamiza na nyingine. Shetani si ana huruma. Mnanielewa? Maombi ya kufanya vita sio wakati wa kulia. Wakati wa vita wewe fanya vita. Pale lazima uwe upande ambao unasema lazima nishinde, lazima nitoke. Maana yake unapoendelea kulia, maana yake umekubali kubaki kwenye hali ulionayo. Ndo tafsiri yake. Maana yake na wewe ndani yako unaona kwamba mimi nimeshindwa, siwezi tena. Kwa kilichobaki hapa nitoe machozi, nisubiri kufa, ninywe uji na wanangu. Na shetani anajua aliyeshindwa, anajua. Ndiye msije mkajua shetani ni mjinga. Anajua kwamba huyu nimeisha mshinda. Anajua. Shetani anajua. Endelea kulia. Umenisikia? Endelea kulia. Uone kama shetani atakufuta machozi. Ukishajua hili jambo limetoka upande wa adui, lazima upambane nalo. Kama Biblia imeshasema tutamiliki. Biblia imeshasema tutamiliki. Maana yake roho yoyote ya kutongumiliki haitokani na Mungu. Ndio maana yake. Sasa kazi yetu ni kufanya vita. Kufanya vita na adui, kufanya vita na shetani. Hiyo ndio kazi yetu. Sasa tunaanza kujipa na kazi zingine za kulia. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ukisoma kitabu cha Isaya 61 mstari wa 5. Biblia inasema hivi. Biblia inasema hivi. Sema bali ninyi mtaitwa makuhani wa Bwana. Makuhani wa Bwana. Tutaitwa makuhani wa nani? Wa Bwana. Wewe ni kuhani wa nani? Wa Bwana. Wewe ni kuhani wa nani? Nilikwambia nafasi ya ukuhani ni nafasi ya kiroho. Amen. Anasema ninyi mtaitwa makuhani wa Bwana. Nilikwambia ni nafasi ya kiroho ambayo inakupa wewe uwezo wa kuamua nini kitokee kwenye ulimwengu wa roho. Inakupa uwezo wa kumwambia shetani, kwa jina la Yesu ninakunyang'anya, chochote ulichonacho ni cha kwangu, umenyang'anywa kwanza. Ni nafasi ya ukuhani. Maana yake ni nafasi ambayo inakuwezesha wewe, yani kuamuru vitu na vikatokea. Pale Biblia inaposema hivi, jambo mtakalofunga duniani litafungwa na wapi? Mbinguni. Na jambo mtakalofungua duniani litafunguliwa na wapi? Mbinguni. Maana yake kinachozungumziwa ni nafasi ya ukuhani
ina uwezo wa kufunga mambo na ina uwezo wa kufungua mambo. Maana yake kuhani akisema mimi ni maskini, automatic huyo kuhani anakuwa maskini. Mnanielewa? Amen. Wewe si ni kuhani? Amen. Anasema mtaitwa makuhani wa Bwana. Maana yake ilikuwa inazungumza kwenye wakati ujao kwamba tutaitwa makuhani wa nani? Kwenye Agano Jipya anasema hamjui ninyi ni uzao mteule, ukuhani wa nini? Wa kifalme. Maana yake sisi ndo tunalitimiza agano la ukuhani. Maana yake Mungu akituangalia, maana yake hataki kuona tuna maisha ya unyonge, anataka kuona tukiwa tumechangamka, anataka kuona tukiwa tumebarikiwa. Ndio maana anasema duniani mara 100 na kisha uzima wa milele. Maana yake kumbe kuna uzima wa milele, alafu kuna mara 100 duniani, kwa maana ya kumiliki, kwa maana ya kutawala, kwa maana ya kuwa na nafasi za uongozi. Amen. Kwa maana ya kuwa na nyumba nzuri, kwa maana ya kuwa na ardhi ya kutosha. Maana yake sisi ni makuhani. Kuhani anamiliki. Mnanisikia watu wa Mungu? Amen. Kuhani asiyemiliki bado hayupo kwenye makali yake. Ili uwe kuhani mzuri, lazima uhakikishe unamiliki. Lazima uhakikishe kama ni fedha unayo, lazima uhakikishe kama ni viwanja unavyo. Amen. Sasa sijasema hujaokoka. Mbinguni utaenda, lakini utaacha shida kwa watoto. Unanielewa? Baba mzuri anaacha urithi mpaka kwa wana wa wanaye. Ukiona wewe urithi wako umeandika tu na watoto 3, umeandika nyumba ya pale Kigamboni achukue nani? Godi. Nyumba ya Rumwago achukue Bless. Bado jinga. Unanielewa? Unasema nyumba hapa achukue na wajukuu wangu watachukua vitu fulani. Wewe sawa? Amen. Ni neno linasema baba mzuri. Maana yake baba mbaya aidha haachi kitu, aidha akiacha havifiki kwa wajukuu. Sema Bwana nisaidie. Sema Bwana nisaidie. Bwana nisaidie. Sema Bwana nisaidie. Bwana nisaidie. Mimi nasema ni neno la nini? La Mungu. Niye mnafikiri yani kuwa kiroho, unafikiri ngozi mpaka ipauke, yani ipauke. Yani kuna mtu anaweza kakaa kasema ni mchungaji wetu hayupo kiroho nini? Yani anavaaga suti tu. Akili ya umaskini, uchawi. Huo ni uchawi. Huo ni nini? Wewe ukiona mtu aliokoka anapata shida mpaka kwenye nguo, ujue huyo hamnazo. Yaani hakikisha unapambana maombi ya kumiliki mpaka vile vitu, yani vile viunzi. Ngoja nikwambie, kuna viunzi ambavyo inawezekana labda hata familia imeshindwa, si ndio? Kuna mahali ambako inawezekana hata ndugu zako wameshindwa, kwa sababu umeokoka. Inatakiwa uonyeshe njia kwamba inawezekana. Amen. Watamwamini vipi Mungu wetu? Watamtukuza vipi Mungu wetu? Lazima waseme jamani, kwa kweli huyu toka alivyookoka tumeona Mungu anambariki. Hapo sawa. Amen. Lakini wanasema toka alivyookoka ndo kwanza amefilisika. Kwani uokovu ni uchawi wa kufilisi watu? Ni kupungukiwa tu maarifa ya neno la Mungu. Ukipungukiwa maarifa utaangamia. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa kitu gani? Maarifa. Maana yake ukikosa maarifa nini kitatokea? Utaangamia. Kwa kuna vitu haviwezi kutokea kwa mtu mpaka awe na maarifa na ufahamu sawasawa wa neno la Mungu kwa habari ya kumiliki na kutawala. Ninazungumzia mali. Sema mali. Mali. Nikisema kumiliki na kutawala, mnapenda kuingia kwenye ulimwengu wa roho. Ninasema muwe na nyumba, muwe na viwanja, muwe na hela. Amen. Sawa? Kila siku tupangege foleni benki. Hamjaona kuna watu wanapitiliza tu? Wewe upate uchungu. Eti ndo kwanza ni mtu wa 20, alafu kuna mtu anaingia tu, aweka mikono hivyo, anasema karibu bosi. Wewe upate uchungu. Uone kama ni shida hiyo. Hayo hamjayaona niye mkifika benki? Au wangapi huko? Kwanza wengine hata wajui benki ni, wanaonaga jengo tu, wanaogopa hata kukanyaga. Wewe hata kama una hela nenda kafungua account, ni 10,000 tu.
Sawa, nenda kafungue tu Bwana asifiwe. Ni shilingi ngapi? 10,000. Weka 20,000, nenda katoe uone ile foleni inapokera. Lakini zikiwa nyingi, wanajua huyu akitoa mzigo hapa, akitoa huyu tunatikisika. Unasikia karibu bosi, haya pita kwa huko, anapitishwa huko, unashangaa mwingine anakaa anaitwa njoo, zinatoka tu kwenye bahasha. Maana yake heshima, kuna heshima haipatikani kwa kiroho chako. Unasikia? Nimesema kuna heshima haipatikani kwa kiroho. Ulimwengu wa roho unaweza ukakuheshimu, lakini hii dunia ikakudharau. Hao ni mambo mawili tofauti. Manake wewe maanisha, unavomba habari ya uchumi wako, maanisha. Usifanye kama ni kitu fulani cha kawaida tu, yani maanisha. Yani kwenye uchumi ninakwambia maanisha kwenye uchumi. Amen. Wale watu ambao, ngoja niwaambieni kitu. Hakuna anayemiliki uchumi hajamaanisha. Wale watu ambao mnawajua ninyi, walioenda kuchukua mali kwenye nguvu za giza, wametoa watoto, wametoa wake zao, wengine wana watoto mataira. Sawa? Ndio kumaanisha kwenye ulimwengu wao. Na sisi huku kwetu tuna namna yetu ya kumaanisha. Amen. Jiombee kwa uchungu kwamba Mungu, sitaki kubaki hapa, ninataka nitoke kwenye hii hali, niende kwenye hatua zingine, niende kwenye viwango vingine. Unamwambia Mungu, ninaomba uniinue. Ukimaanisha, hakuna ambacho hakiwezekani kwa mtu aliyokoka. Neno linasema yote yawezekana kwake yeye aaminie. Maana yake chochote unachokifikiri, chochote unachokiwaza, yani chochote unachotaka kukifanya, maana yake kwa Mungu wetu kinawezekana, ili mradi tu wewe unaamini. Ukiamini tu inawezekana. Amen. Ukiamini kwamba mimi ni wa hali hii, utabaki na hali hiyo mpaka mwisho wa maisha yako. Kuna watu wamepoteza hatima zao, sio kwa sababu Mungu aliwaweka kuwa wadogo, ni kwa sababu hawakutambua kwamba hatima ni vita, kusudi ni vita, kufanikiwa ni vita, kuinuka ni vita. Huwa sio jambo rahisi kuinuka. Kuna watu ambao unaweza kukuta kabisa amepata kazi, natakiwa kaanze kazi, anakufa. Mwingine amesomesha mtoto anasema sasa angalau nipunzike. Anapunzikia juu ya kaburi, anazika mtoto. Sasa hivi ni vita. Kwa unapofanya vita ya uchumi, usijikumbuke wewe tu. Unaweza ukajiombea, ukaimarika, ukashangaa watoto wako wakapoteza vyote ulivyojiimarisha vyote. Nenda kwa watu wa upande mwingine ambao unakuta wanafanya biashara, alafu wana miungu, wanawafundisha watoto wao mpaka namna ya kwenda na hiyo miungu. Mnajua hilo? Amen. Mnajua hilo? Amina. Wanawafundisha kwa nini? Wanataka kutunza mali zao. Wanajua kuna siku tutaondoka, hawa wasipojua tunavyofanya, maana yake ni kwamba vitapotea. Sasa wewe ambaye umeokoka, wewe ambaye umemfahamu Kristo, wewe ambaye umepata neema ya kuijua kweli, umepata neema ya kuzijua siri zilizopo kwenye ulimwengu wa roho, lazima uanze kuelewa kwenye maisha yako hivi. Mwacheni, lazima uanze kuelewa kwenye maisha yako hivi kwamba Mungu hajakusudia uwe maskini. Mungu amekusudia uinuke, Mungu amekusudia ubarikiwe, Mungu amekusudia uongezeke. Maana yake ni wewe sasa kufanya maamuzi kwamba ninafanya vita mpaka nihakikishe ya kwamba baraka yangu au tumaini la maisha yangu linarejea. Amina. Tuisome Isaya ile sura ya 61. Isaya 61 mstari wa 5, sema na wageni watasimama na kulisha makundi yenu, na watu wa kabila nyingine watakuwa wakulima wenu, na watunzaji wa mizabibu yenu. Biblia inasema na wageni watasimama na kulisha makundi yetu. Wageni hapo anasema na watu wa kabila nyingine watakuwa wakulima wenu na watunzaji wa mizabibu yenu. Sasa hapa wewe ukisoma habari ya kabila nyingine unajiona wewe ukiwa Muhehe, ulimuhehe, si ndio? Mwingine anajiona akiwa Mnyakyusa, mwingine anajiona akiwa Mchaga, mwingine anajiona akiwa Mmakonde, mwingine anajiona akiwa Mgogo.
wanapozungumzwa watu wa kabila nyingine, kwa maana ya wa mataifa, watu ambao hawajaokoka. Manake kwa lugha nyingine, sisi hatupaswi kufanya kazi za kulishalisha mifugo. Unanielewa? Manake natakiwa tuinuke kwa kiwango ambacho watu ambao hawajaokoka ndo tuwaweke waje walishe mifugo yetu. Nanielewa? Asijasema uache kazi ya kuchunga ng'ombe, endelea. Yawezekana ni wito, kwa sababu hata mimi ni mchungaji. Sawezekana umeitwa kwenye uchungaji wa kuchunga ng'ombe, wito. Kama ni wito haina shida, ila kama sio wito, mwambie Bwana niinue. Na nisikia watu wa Mungu, wito unatofautiana. Siku moja mimi napita, kuna mtoto alikuwa ananiona jioni napita na mbwa, akamwambia mwenzie, wewe yule mchungaji wa mbwa yule. Nikageuka, mchungaji wa mbwa yuko wapi tena? Manake kumbe mtoto anaelewa, kumbe anapopita na mbwa anajua anachungaga mbwa. Nani sasa, yawezekana wengine wamepewa kwenye mifugo, lakini basi angalau uwe bwana mifugo. Mnanisikia watu wa Mungu? Tujue kama ni professional, unalisha nini? Ameshasema na wageni watasimama na kulisha makundi yenu. Alafu anasema na watu wa kabila nyingine watakuwa wakulima wenu. Maana yake huko shambani natakiwa tuajiri watu. Na nisikia watu wa Mungu, hata kama leo kuna mahali tunaendaga kufanya vibarua, usikubali kwamba mimi nitabaki kuwa wa vibarua. Ameshasema, yani sisi wale wa mataifa inatakiwa tuwapeleke wakalime mashambani kwetu. Biblia sinasema, nimeona watumwa wamepanda farasi na wafalme wanatembea kwa nini? Kwa miguu. Ndo tunaenda kukatua vinyungu. Mnanisikia watu wa Mungu? Sasa inatakiwa tumiliki vinyungu, wakakatue vinyungu vya nani? Vya kwetu. Ndivyo neno linavyosema. Manake kiroho, manake kuna mahali tumepigwa. Na nisikia watu wa Mungu, hilo ni neno la Mungu. Imesema na watu wa kabila nyingine watalisha makundi yetu, lakini watakuwa wakulima wetu. Sasa unajua mambo ya imani, ngoja niwaambieni hivi, usije ukafikiri kuna siku itatokea, sawa, utajikuta unaamka asubuhi unaanza kuona jamani, natafuta wafanyakazi wakalime. Anza sasa hivi kwa maombi, sema Bwana, ninakusanya watu wakalime kwenye mashamba yangu. Unaweza kuanza kutaja na majina, Huseni nenda kwa jina la Yesu. Si ni wa kabila nyingine huyo? Wewe Juma na kutuma kwa jina la Yesu, lima matuta 7. Baadaye utashangaa kuna mfanyakazi anakuja anasema naitwa Juma. Kumbe ulimtajaga yeye, ajui ulimtengeneza yule. Unanielewa watu wa Mungu? Walimishe, tunaanza kulimisha kwenye ulimwengu wa roho. Huku mwilini ni nini? Ni matokeo. Anza kuona mashamba yako, yaani jambo hujaliona hilo, elewa kwamba haliwezi kufanya nini? Kutokea. Anza kuliona, yaani kuna jicho la imani unatakiwa na uanze kuona vitu vikitokea hata kabla, kwa sababu Biblia inasema hivi, imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwa, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Maanake imani ni wazi ya vitu ambavyo kwa macho havifanyi nini? Havyo. Lakini huo uwazi upo ndani yako wewe. Wewe ndio unaona mashamba, wewe ndio unaona nyumba, wewe ndio unayeona watoto, wewe ndio unayeona. Sasa usipoweza kufanya vita, usipoweza kuomba, na wewe uliokoka, elewa una kazi ya kutengeneza mahali palipoharibika. Hiyo ndo kazi yako. Kama kuna mahali ambapo palipoharibika ndani ya familia, kwenye eneo la uchumi, kwa sababu umeokoka, hakikisha unatengeneza. Watu wakifika wakitafuta kivuli cha kujikinga, waje nyumbani kwako. Mjomba anaumwa, shangazi anafanya nini? Anaumwa, yupo hapo. Kuna muda utampiga maombi, sawa? Hata kama hujampiga maombi, unajua ukiwa kuna kaugumu fulani hivi, sawa? Pata picha, amekuja mtu anaumwa, ametafuta msaada, amekosa. Basi hujamuombea, ukampeleka hospitali, akapona. Aliporudi ukaanza kumwambia Yesu anakupenda, Yesu ataanza kusema hamuna. Si atajua nikiumwa siku nyingine akiniacha nakufa. Atakusikiliza, utashangaa anaokoka. Kuna watu wanaokoka kwa sababu tuliwapa mkate. Ndio maana Yesu anasema hivi, najua hamjanifuata kwa sababu ninyi mnataka uokovu, mnataka nini? Mkate. Kwa kuna watu watakapokuwa akifuata mkate watakutana na nini? Na uokovu.
Kwanza kuelewa kumiliki ni baraka. Usije ukaona hali ulionayo ya umaskini ndo upo kiroho. Huo ni ujinga. Mnanisikia? Huo ni nini? Ujinga. Toa ujinga kichwani, anza kujiona kwenye nafasi nyingine, usibaki kwenye nafasi ile ile. Amen. Ukisoma Isaya 61 mstari wa 4, sema nao watajenga mahali pakale palipoharibiwa, watapainua mahali palipokuwa ukiwa zamani, watatengeneza miji iliyoharibiwa, mahali palipoachwa kizazi baada ya kizazi. Nimekwambia ukiokoka, matarajio ya Mungu ni wewe, mahali ambapo vizazi vyako vilishindwa ni kuhakikisha kwamba unaweza, ili umtambulishe Mungu kwenye vizazi vyako. Amen. Ndio anasema mahali pakale palipoharibiwa watapainua mahali palipokuwa ukiwa zamani. Hapo anasema watatengeneza miji iliyoharibiwa. Kuna familia zetu zimeharibiwa na umaskini. Yawezekana zimeharibiwa na magonjwa ya kurithi. Yawezekana familia zetu zimeharibiwa na ulevi. Watu wa kutengeneza, wa kufanya familia zetu ziwe salama tena, wa kufanya familia zetu zitoke kwenye minyororo ya utumwa ya umaskini ni sisi tuliookoka, kwa sababu neno linasema mahali pakale palipoharibiwa sisi tutatengeneza. Miji ambayo imekuwa ukiwa, neno linasema sisi ndio ambao tutafanya ile miji isiwe ukiwa tena. Ukiona bado ndani ya familia yako kuna vitu ambavyo shetani anaendelea kuwaonea, maana yake wewe uliyefanyika kuwa kuhani wa Bwana haujasimama sawasawa kwenye nafasi yako. Wewe ukisimama kwenye nafasi, umaskini unaondoka. Wewe ukisimama kwenye nafasi, ni lazima magonjwa ya kurithi yaondoke, ili mradi umesimama wewe kwenye nafasi kuhani wa Bwana. Nimekuambia wewe nafasi yako ni ya kiroho, sio nafasi ya mwilini. Mwilini ni matokeo ya nini ambacho kuhani amekifanya kwenye ulimwengu wa roho. Amen. Kwa hiyo tembea ukijua hivi, mahali ambapo hapa jajengwa ndani ya familia yako, jua kwamba Mungu amekuokoa ili wewe upajenge. Ndo maana ya neno hili. Lakini anasema watapainua mahali palipokuwa ukiwa zamani, watatengeneza miji iliyoharibiwa. Muulize mwenzio, mwambie mji wa nyumbani kwenu haujaharibiwa. Mji wa nyumbani kwenu haujaharibiwa. Muulize tena kwa sauti, mji wa nyumbani kwenu, mji wa nyumbani kwenu haujaharibiwa. Haujaharibiwa. Umefanya nini kwa ajili ya kutengeneza? Muulize. Fanya nini kwa ajili ya kutengeneza? Mwambie una akili. Una akili. Kuwa na akili ya rohoni. Kuwa na akili. Mwambie kwa jina la Yesu. Kwa jina leo la Yesu. Ujazwe akili. Leo ujazwe. Ukatengeneze mji wa nyumbani kwenu. Ukatengeneze. Hiyo ndo kazi yetu. Sisi ni makuhani wa Bwana. Manake kama kuna umaskini, kuna ufukara, wewe uliye kuhani ndo unatengeneza sasa. Amen. Kwa yani kama wewe ukiona wewe baada ya kuokoka bado unaendelea kujiona maskini, bado unaendelea kujiona mgonjwa, manake wewe bado upo utumwani. Hujapata akili, hujapata maarifa ya kuelewa nguvu ya neema ambayo umeipokea. Ukielewa hii neema sawa sawa, kila mtu akaelewa, akakaa kwenye nafasi yake, nataka nikwambie watu tuliokoka sisi ni watu majiant, yani watu wa kutisha. Amen. Goliati akajifunze aende chuo. Sio walikuwa nasema Goliati anatisha. Yaani ngoja nikwambie, unaniona hivi nilivyo mfupi? Unaniona hivi nilivyo mfupi? Amen. Yaani kwenye ulimwengu wa roho unaweza kukuta mimi ni toru. Kuna watu wakiniangalia wanasema mbona hatuoni kichwa? Huyu atakuwa mchawi huyu. Kwenye ulimwengu, hakikisha kwenye ulimwengu wa roho unakuwa toru. Shetani akiangalia mwenyewe apate wasiwasi. Usilingie mwili hapa. Utu wa nje unaweza ukachoka. Kuna mtu alikuwa bonge akaumwa akawa mwembamba. Si mnajua hilo? Kuna mtu alikuwa mwembamba anaolewa, alipozaa masemitera 3. Unanielewa? Mwili unaweza ukafanya nini? Ukabadilika, lakini kiroho ukikichonga vizuri hicho hakibadiliki. Kinabaki pale pale, kitasimama na wewe kwenye nyakati zote. Kwa hiyo usikae na akili za utumwani wakati wewe ni kuhani.
Amen. Usikae na akili ya umaskini. Elewa kwamba mimi sio maskini. Maanake hata ukitembea mwambie Bwana umesema utanipa hazina za gizani. Mwambie Bwana ninashukuru, ninapokea hizo hazina. Alafu uanze kuziona zinakuja. Baada ya muda utaanza kushangaa, kesho unapata 500,000. Kesho unashangaa milioni. Kesho kutwa unashangaa kuna milioni 2. Kesho kutwa kuna 3. Baadaye unaanza kujiuliza, nimepataje mpaka mahela yote haya, nimefika mamilioni miangapi, nimepataje? Kumbe kuna wakati ulikuwa unaziita zile hazina zinakuja. Amen. Maanake unapoziita Mungu anavibadilisha, anakuletea kwa namna tofauti njia. Ngoja niwaambieni hivi, leo tufanye umetokea moto humu ndani, sawa wote tukaanza kuona moto unawaka wapi? Kanisani. Ikatokea labda katibu yeye wakati anasikiliza neno alikuwa amegeukia huko. Kule siku na dirisha, mnaliona lile dirisha, liangalieni. Alafu katika mbio za kupiga akafanya akatoka na dirisha, lakini ametoka wapi? Nje. Mwingine akaona nini? Mlango. Wote wametoka wapi? Nje. Maombi tunapeleka kwa Mungu, lakini matundu ya kutokea ni siri ya Mungu. Unanielewa hiyo kauli na kukwambia? Amen. Yaani kila mtu anaweza kana tafuta njia, ila ni tundu gani wewe utatokea litakutoa, hiyo ni siri ya nani? Ya cha msingi ni kwamba umeomba, umeshinda vita kwenye ulimwengu wa roho na ukukaa kizembe. Amen. Tunataka tukamaliza hapa. Kuna mtu anafanya vita, anaanza kukaa kitandani toka asubuhi hadi jioni, anakirigi tu. Imani bila matendo imefanya nini? Imekufa. Imani hii ni ya matendo, si ya watu ambao wafanyi kazi. Jitahidi kufanya kazi kwa bidii. Kama hamna kazi unayoiona, mwambie Mungu nionyeshe kazi ya kufanya nini? Ya kufanya. Kama milango ya kazi imefungwa, mwambie Mungu ninaomba ufungue milango ya kazi. Mungu wetu ni mwaminifu, ili mradi tu tunamcha, ili mradi tunamuomba, ili mradi tunamtegemea. Unaweza ukasimama. Kila mtu ashike mkono, mtu mmoja mmoja tu. Ni mliopo, tafuta mtu mshike mkono. Mmoja mmoja kwanza. Tafuta mtu mmoja mmoja unamshika mkono. Nani amekosa mtu? Njoo hapa, njoo. Kapa. Mama Asa njoo hapa. Huyo Eliza atashikana na mwenzi yule aliyelala. Shikaneni mikono hapa. Ngoja niwaambieni hivi. Nilikufundisha kwamba kinywa chako ni kinywa cha nani? Cha Bwana. Wala usije ukafikiri kwamba tukitamka nusu saa, masaa 5 Mungu anafanya. Ukitamka kwa imani hata neno moja Mungu anafanya. Naamini kila mtu ana mtu. Ni mtu mmoja tu aliyekosa mtu. Huyo anaendelea kutuombea. Yupo pale anatuombea. Kwa huyo ndo aliyekosa mtu, lakini naamini kuna malaika na wenyewe wanamshika mkono. Mgeukie uliyomshika mkono. Mshike mikono yote miwili. Mgeukie, mwambie kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ninakutamkia. Zile hazina zilizofichwa gizani. Kwa jina la Yesu Kristo. Zikayajilie maisha yako. Zile hazina zilizofichwa mahali pasiri, katika jina la Yesu zikayajilie maisha yako. Maana imeandikwa, utajenga mahali palipoharibiwa. Katika jina la Yesu, kila mahali palipoharibiwa ukapajenge kwa jina la Yesu. Ukapajenge kwa jina la Yesu. Maana imeandikwa, utapainua mahali pakale palipokuwa ukiwa zamani. Kwa jina la Yesu Kristo, yale mambo ya zamani yaliyoshindikana kwenye familia yako, yaliyoshindikana kwenye familia yako, kwa jina la Yesu Kristo ukafanyike kuwa baraka ya kupainua mahali hapo. Ukafanyike kuwa baraka ya kupainua mahali hapo, katika jina la Yesu. Ninakuombea kwa Bwana, ukafanyike kuwa baraka ya kupainua mahali hapo. Tena imeandikwa,
utatengeneza nchi ulioharibiwa katika jina la Yesu. Nyumba ya baba yako, nyumba ya mama yako, mji wa baba yako, mji wa mama yako, kupitia wewe katika jina la Yesu ukatengenezwe tena, kupitia wewe katika jina la Yesu ukatengenezwe tena, kupitia wewe katika jina la Yesu ukatengenezwe tena. Maana imeandikwa, mahali palipoachwa toka kizazi baada ya kizazi utapatengeneza. Ninakutamkia leo kwa neno la Bwana, ninakutamkia leo kwa neno la Bwana, maisha yako yakainuke, hatima yako ikainuke, ikawainue na wengine, ikawainue na wengine, ikawainue na wengine, ikawainue na wengine katika jina la Yesu, ikawainue na wengine, ikawainue na wengine, hatima yako ikainue, nyumba ya baba yako ikainue, nyumba ya mama yako ikainue, nyumba ya baba yako ikainue, nyumba ya mama yako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu ukafanyike kuwa nguzo katika ukoo wako, ukafanyike kuwa nguzo katika taifa lako, ukafanyike kuwa nguzo katika nchi yako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hazina za gizani zikakujilie kuanzia sasa, zikakujilie kuanzia sasa, zikakujilie kuanzia sasa. Kila mmoja nenda mbele za Mungu, mwambie Bwana, ninashukuru, ninapokea baraka hii. Mwambie Bwana, ninapokea, nimepokea katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa mwili. Ikazirike kwa jina la Yesu, ikazirike kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Tumeipokea baraka hii, tumeipokea baraka hii, tumeipokea baraka hii kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu tumeipokea baraka hii. Asante kwa kuwa Bwana umeachilia baraka juu yetu. Tunakushukuru Mwokozi. Asante kwa fadhili zako, asante kwa baraka, asante kwa neema. Yesu, tunakushukuru Bwana, asante Mwokozi, wastahili Bwana. Malaika wanaimba Bwana, wastahili Bwana, wastahili Bwana. Malaika, malaika wanaimba Bwana, wastahili Bwana, wastahili. Oh, malaika wanaimba imba, wastahili, wastahili. Oh, malaika wanaimba, unastahili, unastahili. Oh, malaika wanaimba, unastahili, unastahili. Inua mikono yako. Bwana Yesu mwenye uweza, ninakushukuru kwa ajili ya watoto wako ambao wamekuwepo nyumbani mwako. Ninajua Mungu unaweza ukafanya zaidi ya vile
waombavyo au wawazavyo. Ninaomba neema yako Bwana iendelee kuwa pamoja nao katika jina la Yesu Kristo. Ninawafunika kwa damu ya thamani na kwa damu yenye uweza, kwa damu yenye nguvu na kwa damu yenye kibali. Yesu, libarikiwe jina lako. Yesu, liinuliwe jina lako. Pokea heshima na utukufu katika